Safari ya mziki wa Dogo Paten ilianzia kitambo sana, kipindi ambacho alikuwa bado mdogo sana, na kitu ambacho kilimfanya Dogo Paten kuanza kumjua watu ni baada ya kuwa anashiriki sana kwenye hizi show za funga mtaa ambazo zilikuwa zikiandaliwa na EFM, na ni Dogo ambaye alikuwa akifanya vizuri sana tangu utotoni akiwa kwenye hizi show za funga mtaa. Na nyimbo ya kwanza ambayo ilimtambulisha Dogo Paten wa Tanzania wengi sana wakawa wamemfahamu ni nyimbo ambayo ilikuwa inaenda kwa jina la Mama Huruma. Hii Mama Huruma, umepata wenye pesa unauchuna, sabona unatia huruma, shemejo unatia huruma. Ni nyimbo ambayo ilitrendi sana kwenye mitandao ya kijamii, na nyimbo ambayo ilimweka sasa Dogo Paten kwenye ramani ya muziki wa Singeli ambao amekuwa akiufanya mpaka sasa hivi. So hii ni ngoma ambayo ilimfungulia milango mikubwa sana kwenye muziki wa Singeli, na watu wengi sasa wakaanza kumfuatia Dogo Paten mpaka sasa hivi ambapo Dogo Paten amekuwa tayari ni superstar hasa kwenye muziki huu wa Singeli. Na kitu kingine ambacho Watanzania wengi wamekuwa hawakijui ni kwamba Dogo Paten ni bado mwanafunzi na bado anasoma. Yupo kidato cha 4 shule ya sekondari Kimara. So bado ni mwanafunzi, lakini pia ni mtu ambaye anaonekana ni genius. Moja ya marafiki wa karibu sana wa Dogo Paten amefunguka kwamba ni Dogo ambaye ni genius, lakini pia ni Dogo ambaye yuko makini sana kwenye mambo ambayo akiyafanya, na hata kwenye muziki ambao amekuwa akifanya amekuwa yuko makini sana na meneja ambao hawana lengo la kumuendeleza. So ni mtu ambaye huaga yuko straight sana kwenye mambo yake, na hata ndio maana hata kwenye muziki wa Singeli anaofanya ni mtu ambaye yuko serious sana kwenye kazi ambayo anaifanya. Watu wengi wamekuwa wakijiuliza sana kuhusiana na beef lile la Dogo Paten pamoja na Mdogo Sergeant. Issue ilikuwaje na mpaka kupelekea kuwa na beef kati ya watu hawa wawili? Kwenye interview ambayo ameshawahi kufanya Dogo Paten na moja ya watangazaji kutokea hapa Tanzania ni kwamba Dogo Paten alifunguka akasema kwamba ile ngoma ya Kisa Sina Salio ambayo alifanya na Mdogo Sergeant ni kwamba ilikuwa ni idea ya kwake, na baada ya ngoma kutrendi sana kwenye TikTok ni kwamba Mdogo Sergeant akawa anasema kwamba ni ya kwake, na hata mtu ambaye alikuwa anamsimamia Mdogo Sergeant ambaye ni kama alikuwa ni manager D Square alikuwa akimtenga sana Dogo Paten. Hata kwenye interview alikuwa alikuwa ni mtu ambaye anakaa pembeni kabisa. Hata kwenye kuandaa mavazi kwenye show na nini ni kwamba Dogo Paten alikuwa akitengwa sana. So hiki kitu kilikuwa kinamuumiza sana mpaka ikapelekea sasa kutokuwa na maelewano mazuri kati ya Mdogo Sergeant pamoja na Dogo Paten. So hii ndio ilikuwa chanzo cha bifu au kutokuelewana kwa watu hao wawili ambao wote ni kwamba wanafanya Singeli, lakini Dogo Paten ni mtu ambaye kidogo tayari ashajiweka kwenye ramani nzuri. Na interview ambayo ilimfanya Dogo Paten ajulikane Tanzania nzima, tunaweza tukasema ni interview ambayo alifanya pale Wasafi Media kwenye kipindi cha Fresh Weekend, ambacho alifanikiwa kuongea na msanii kutokea WCB Zuchu na kumpa nafasi ya kufanya remix ya ngoma yake ya Afande. Baada ya ile interview ndo ilimpeleka mjini, lakini pia baada ya interview ni kwamba amepata connection kubwa sana. Tunamuona D-Voice akiwa anaandaa ngoma na yeye, lakini pia tumeona mastaa wengi sana wakimsupport Dogo Paten kwa ngoma ambayo amefanya. Lakini kitu kikubwa ni baada ya official Zuchu kumpandisha kwenye stage la Samia Serengeti Festival na kuperform naye, kitu ambacho kimemsaidia sana Dogo Paten kuendelea kujulikana, lakini pia kuendelea kutengeneza connection na
mastaa wakubwa sana. Ukiangalia Zuchu ni msanii mkubwa sana East Africa na nje ya East Africa kutokana na ukubwa ambao ameutengeneza pale WCB. So uwepo wa official Zuchu umemfungulia njia na milango mikubwa sana Dogo Paten na kumfanya awe mkubwa kuliko Mdogo Sergeant. So hizi hapa zilikuwa ni infotainment. Mimi natagama Clinton. Endelea kustick kwenye Vibe TV Online ili kuendelea kupata zile stories zote kali za entertainment. Bye bye.